Bwana Rigathi Gachagua na kundi lake lote alipata kutua hapa mwambao wa pwani na kuamba ya kuwa sote tu binamu, yani sisi sote ni cousins. Hi cousins. Hi cousins. So dakta, mpenzi msikilizaji, na karibu tena kwa idhaa yetu. Leo hii nina furaha mpwito ndani ya moyo kwa sababu tumeweza kufika wafuasi 400 katika channel hii. Asante sana kwa kuchukua fursa yako kujiandikisha na vile vile pia kushiriki kila wakati. Hivi basi siku ya leo tumeweza kuegesha merikebu yetu katika pwani mwa Kenya, ambapo pale tulitua na kutoka kwenda kuangalia ni yapi yanayojiri, na kwa haraka sana tukapata ule ujio wa aliyekuwa naibu wa rais kabla kubanduliwa kwake, Bwana Rigathi Gachagua, akiandamana na vigogo wenzake kama vile yule kiongozi ama kinara wa chama kile cha Wiper ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka, na vile vile pia yule mwingine wa DAP Kenya ambaye anaitwa Eugene Wamalwa. Vile vile pia kulikuwemo vigogo wengine wa kisiasa nchini Kenya ambao waliandamana nao kutoka katika jiji kuu la Nairobi, wakaingia katika zile barabara za Nairobi kuja Mombasa. Waliweka vikao kadhaa katika njia hapo wakihudhuria wananchi, na vile vile kuingia katika sehemu za mashariki mwa Kenya na kupata fursa kukutana na wafuasi wao. Pale basi walipata kuwarai na kuwaeleza hisia zao na chanzo chao cha kuweza kuja pamoja ili wakaweze kumbandua aliyeko mamlakani Bwana Rais Mheshimiwa William Ruto mwaka wa 2027 wakati Kenya itakapokuwa inaelekea katika uchaguzi mkuu. Rais naye hakusazwa, alipata kupanda jukwaani na katika miondoko na mienendo yake vile basi akapata fursa ya kuongea katika sauti ya ushawishi ili kuambia kila mmoja aliyemsikiza kuwa kwa kipindi hiki basi yeye ni binamu wake. Aliwaita mabinamu alipofika pale Ukambani, aliwaita mabinamu alipofika pale sehemu za Taita Taveta, aliwaita mabinamu alipotua mjini Mombasa akianzia kule Changamwe, aliwaita mabinamu alipoingia katika vitongoji vidogo hapa mjini Mombasa. Basi tumsikize vile alivyokuwa akipeleka ama akitoa miondoko ya maneno na siha na sera zake kwa wananchi ili wakapate kumpenda na kumrudia, na vile vile pia kuungana naye hadi panapo majaliwa mwaka 2027 atakapokuwa amejitupa kinyang'anyironi au awe amempendekeza mmoja kati ya wale vigogo marafikizi wakiwa pale katika majukwaa ama wakiwa katika debe wakati wa kura. Tumsikize tena. Hi cousins. Hi cousins. Hi cousins. Hi Makuzo. Hi cousins. Nisalimia makazini wengine kule. And the journey of cousins, the family of people who are like-minded, who are born together, who have the same tradition. The time for the cousins to come together is now. Sindio? So dakta, mpenzi msikilizaji, hizo ndizo kauli ama sera ambazo Bwana Rigathi Gachagua alikuwa nazo kuwarai wananchi ama wale wenyeji wa vile vituo vyote alivyoweza kutua na kuongelesha. Mpenzi msikilizaji, Rigathi mwenyewe ndiye aliyeanza kutoa chemichemi zake akisema kuwa iwapo wewe si mwanahisa basi ufai kukaa katika meza ya mgao. Mambo haya yote tunayakumbuka, lakini hivi sasa tunashukuru sana kwa sababu amekuja naye akajiunga toka kuwa akraba mmoja, yani tukawa familia moja, na hivi sasa mimi ni binamu ya Rigathi Gachagua na Rigathi Gachagua ni binamu yako. Kwa hivyo sote tu watoto kutoka katika familia moja. Hii ni kauli nzuri sana ambapo kama tungeliweza kuishi hivi kuanzia pale mwanzoni hadi sasa, basi fedheha, shida, mtafaru, taharuki hazingewahi kupatikana katika nchi ya Kenya. Lakini tuseme kuwa iwapo ile siku imefika ya watu kupona, basi wacha tupone. Lakini kupona kwenyewe utapona polepole kwa sababu wengine makovu bado wanayo kupitia kwa misemo na pia zile misimamo mikali za kisiasa ambazo bingwa huyu alikuwa nazo. Hivi sasa basi ni tusameheane
na tumsikize ili tuone ni kipi kizuri anachokileta kwenye meza, naye tupate kukiweka pamoja na tukilinganishe na vya wale wengine, alafu tuone ni upi tutakayekuwa tunaungana naye panapo mwaka wa 2027. Hivi sasa mpenzi msikilizaji, ni kusikiza tu. Basi pia wale wachanganuzi wa siasa katika ile nchi ya Kenya wamekuwa wakiongea tofauti haswa katika vyombo vya habari na wakitoa hisia zao pia kufuatia mienendo ya ule mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tumsikize pia hapa huyu anapochanja maswala. Rigathi Gachagua, the former DP, is a double-edged sword. For people who don't like President William Ruto, they say is a blessing because he's got high capacity for propaganda, for misinformation and disinformation. And when he wakes up in the morning after having his breakfast, he'll just stretch and say, "What trouble am I causing today?" And when he opens his mouth, he runs President Ruto's reputation through mud. And he's doing a very good job at that. And I suspect the president's political advisory team is actually regretting why they kicked him out of office. Santa. Basi pia tunaelewa kuwa hakuna mtu yoyote aliyekuwa mbaya na hana uzuri wake, na hakuna mtu yoyote ambaye ni mzuri na hana ubaya wake. Kwa hivyo chochote kile kinachosemwa, binadamu wote wako na pande zote mbili, nategemea wewe unamwangalia na mtazamo gani na umehusiana naye vipi. Hivyo basi hiyo ni kauli ya huyu mwenyeji, lakini pia wako wale ambao wanamwenzi kulingana na misimamo yake vile. Ibainike kuwa Bwana Rigathi Gachagua alikuwa na semi kali wakati ule alipokuwa katika uongozi, na ilimpelekea hata kuanza kujitenga na wengine na kuwaweka mbali zaidi na kusema kuwa hafai hata kusongelea Ikulu. Wakati huo alikuwa na mamlaka, na ukitaka kujua binadamu vizuri, mpe ukwasi wa pesa na mpe pia ukwasi wa mamlaka. Hapo basi ni vyema sana na ni rahisi sana wewe kupata kumjua mtu anapojishebedua. Yaani unaambua zingwi lipe nguo ulione mashauo. Bwana Rigathi Gachagua si mgeni katika runinga zetu, si mgeni katika vyombo vya habari, si mgeni katika majukwaa, amekuweko na kila mtu amepata kumsikia. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe mpenzi msikilizaji kuwa na uamuzi wako. Yako yale mazuri ambayo ameyaleta, na kupitia kukosana kwake na aliye rais, basi kuna mambo mengi pia ambayo tumepata kujua. Na wakati huo amekuwa akijiita ndiye mwanasiasa mwaminifu anayeongea ukweli kushinda kila mmoja. Basi alibobokwa, akatoa maneno na akatoa cheche na akatoa kila kitu ambacho hatujabainisha kuwa vingine ni vya kweli ama ni vya urongo, lakini alikuwa na kauli zake za kusema. Na vile vile pia Bwana Rais mtukufu William Samoei Ruto pia alisema kauli zake. Kwa hivyo yote huwa tunaachia wale wananchi. Katika semi zake na simulizi ambazo amekuwa nazo na hisia na mihemko mikali wakati anapopana katika majukwaa, Bwana Rigathi Gachagua pia amekuwa akitoa maneno mengine ambapo wengine wanaona kuwa amepitilia, na hivyo basi ikawapelekea pia wao kuanza kusimama na kutoa kauli zao ama kuongea kulingana na yale ambao wanafikiria wao wenyewe. Ilimpelekea mbunge wa Makadara Bwana George Aladwa pia alipokuwa ameshiriki katika kanisa kusimama mbele na kusema kuwa Bwana Rigathi Gachagua anafaa kuchukuliwa hatua, ama vile vile pia atendewe kama vile wao wakati ule walipokuwa katika upinzani walipokuwa akitendewa, aswa yeye alipokuwa akienda kinyume na mienendo ama itikadi, vile vile pia uzalendo wa nchi. Alikuwa wakati wowote ule anapata kunaswa na askari ama kufunguliwa mashtaka, hivyo basi kupigana na kule kotini wakati ambapo wenzake wanaendelea kujenga taifa. Akifanya incitement ashikwe. Hatutakubali Kenya haribike. Kwa nini hao wanapiga kelele hawashikwi? DCI na IG. Huyu aliyekuwa deputy president, yes deputy president, ni raia sasa. Wakati mmoja unafukuzwa katika meza ya mgao, unaambiwa kuwa wewe hauna hisa hapa. Wakati wa pili basi wewe unakuja unaambiwa wewe ni binamu, tusongeleane karibu. Hiyo ndio Kenya ya leo, hiyo ndio siasa iliyoko. Penzi msikilizaji, chaguo ni lako. Masikio unayo, macho unayo, akili pia unayo. Bongo lako lisilale. Wacha likupatie mwelekeo, na roho yako utakapoona hapo panatosha, basi ni jukumu lako wewe mwenyewe kufanya uamuzi wako. Lakini wakati wote kwangu ni kukwambia kuwa zingatia uzalendo, zingatia itikadi njema, na hakikisha kila wakati wewe ni mwananchi ambaye
anapenda nchi yake, ako na utu na anajali. Asante sana. Naomba basi mpenzi msikilizaji uende ukanigonge like, ama unaweza kuweka comment, na vile vile pia kama hujajiandikisha, chukua fursa hiyo ili ukapate kuangaza hii channel ama hii idhaa juu zaidi, ikapate kufikia wengi, na vile vile pia ikapate umaarufu. Hivyo basi ndio tunakuwa wengi na tunasaidiana kusonga mbele. Hivyo ni kusema kuwa sisi tu watoto wa mtu mmoja, yaani sisi sote tu watoto wa Kenya. Uzalendo ndiposa leo hata vazi langu linakwambia kuwa mimi nimetua Kenya, na hivyo basi nataka kuwa Mkenya halisi. Nashirikiana na Wakenya na kila mmoja aliye katika mipaka ya Kenya. Amani, umoja na upendo ukaangaze kila mahali.